twende wote, unaweza, 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 unaweza Bwana wangu, unaweza. Imba unaweza, makofi, unaweza, unaweza. Unaweza Baba, unaweza, unaweza, unaweza Bwana wangu. Imba unatosha, 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 unatosha Bwana wangu, unatosha, unatosha, unatosha Bwana wangu. Umeinuliwa zaidi ya milima yote duniani, matendo yako makuu na ajabu yatisha kamani. Utendo umeinuliwa, umeinuliwa zaidi ya milima yote duniani, matendo yako makuu na ajabu yatisha kamani. Mwambie wewe ni Baba, wewe ni Baba, ni Baba, ni Baba. Mwambie wewe ni Baba, wewe ni Baba, ni Baba, ni Baba. Wewe ni Mungu wetu. Stop suffering and come to the church, Universal Church of the Kingdom of God, where our mentor life is waiting for you. Habari za wakati huu, ni watumishi toka kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu. Tunawaletea kipindi cha Acha Kuteseka. Utakuwa pamoja nami, naitwa mchungaji Francis, pamoja na mchungaji Agustino ambaye ataungana nasi hivi punde karibuni. Kwa hiyo baki pamoja nasi kama ambavyo ni kawaida yetu. Andaa maji kwenye chupa, andaa maji kwenye jagi, kwenye kikombe. Mwishoni mwa kipindi tutaenda kuomba. Itakapofika saa 5:55 tutaenda kufanya maombi kwa ajili yako. Kwa baki pamoja nasi na Mungu atakubariki. Sikia ili tangazo na kisha tutarejea. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana, makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Familia yangu msalabani, kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, tunakuletea mkutano mkubwa wa Ijumaa Kuu tarehe 3 ya mwezi wa 4, kuweka familia zetu msalabani. Je, familia yako inakabiliwa na changamoto gani? Magonjwa, uchawi, uchumi umeyumba, laana, roho za pombe, kufeli masomo, roho za mauti zinawandama, hamuoi, hamuolewi, au hakuna amani, hakuna upendo? Basi ilete familia yako siku ya Ijumaa Kuu wapate kuwekwa huru kama neno la Mungu linavyosema. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Siku ya Ijumaa Kuu tarehe 3 ya mwezi wa 4 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Na pia siku hiyo utakwenda kupokea chupa ya mafuta ya baraka bure kabisa, wewe
pamoja na familia yako. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu tunapatikana barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza, au fika katika matawi yetu, huko nako tutafanya mkutano huu. Familia zetu msalabani. Kama ambavyo niwatangazia kwamba tupo pamoja na mchungaji Agustino. Mchungaji, karibu sana. Haya, asante sana. Kwa hiyo wewe ambao unasikiliza matangazo yetu, karibu uungane nasi kwa sababu yako mengi ambayo tutakwenda kuzungumza na wewe kifungu cha leo na shuhuda ambazo tutakwenda kuzisikia. Jumatatu tulikuwa na watu live hapa, na leo kuna nyingine za kutoka ibadani watakwenda kuzisikia. Na wewe ambao unatutazama kwenye channel yetu ya YouTube, karibu sana. Na wewe ambao unasema mchungaji, mimi nasikiliza kwenye redio, lakini hiyo channel yenu ya YouTube naipataje? Ingia pale, ukiandika Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu Tanzania unatupata, ama ukiandika UCKG, hizo herufi UCKG Tanzania unatupata. Kwa hiyo kama ambavyo mchungaji amesema, tutafute kwenye YouTube, pia tunapatikana. Mchungaji, kabla ya kwenda kusoma neno la leo, ningependa tuanze na ushuhuda, ili tupenda kusoma ile neno waweze kuelewa nini tunachokisemea na kipi ambacho Mungu uweza kukifanya kwa wale ambao wanamtumainia. Kwa sababu Jumapili hii ni Jumapili ya nini? Ya imeandikwa. Inamaanisha tunakuja kumkumbusha Mungu kile kilichoandikwa kwenye neno lake. Na mara nyingi tunasema, na watu wengi wamesha kusikia, au kama hujawahi kusikia utasikia hapa kwa mara ya kwanza. Kwenye Biblia, mchungaji, tuna ahadi za Mungu zaidi ya ngapi? Zaidi ya 8,000. Kwa ahadi zaidi ya 8,000, zote ni kwa ajili yako. Jumapili itakuwa ni siku ya kuja kudai zile ahadi kutimizwa katika maisha yetu. Kwa sikia ushuhuda, simulizi au dada, kisha tutarejea. Pamoja. Mimi namshukuru Mungu, nilikuwa na mapepo makali hadi saa hizi yamepotea toka nimeanza kuja humu kanisani. Namshukuru Mungu, nimepona. Yalikuwa yanasababisha nini na nini? Vitu vingi sana kwenye mahusiano, ugomvi na watu. Yaani watu wananichukia bila sababu. Sasa hizi yani napendwa na kila mtu. Kazi inaenda vizuri. Nalala vizuri, ndoto mbaya sasa hizi zimepotea. Yaani safi kabisa, yani nalala kama mtoto. Una muda gani kanisani? Na mwezi 1.5. Mwezi 1.5. Kwa hiyo kama ambavyo umeweza kusikia simulizi ya dada huyo ambaye ana mwezi 1.5 kanisani, na Mungu alivyokuwa hana upendeleo kuangalia mgeni au mwenyeji. Mungu anachotaka ni imani. Katumia imani yake na Mungu amebariki. Mchungaji, unajua mchungaji, nilikuwa nawaambia watu kwamba ukiangalia dada huyu ana mwezi 1.5 kanisani. Sasa hebu tazama jinsi alivyopambana, kwa sababu mapepo yalikuwa yakimtesa, anachukiwa, anakataliwa, iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye utafutaji wa riziki, lakini tunaona alisimama na Mungu, na Jumapili zote alikuwa anakuja kanisani, hajawahi kukosa. Katika huo mwezi 1.5 amekuwa ni mtu wa kupambana, na ndio maana leo Mungu ametimiza ahadi zake katika maisha yake. Kwa hiyo Jumapili hii, na wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, hebu njoo mjaribu Mungu, mwambie Mungu, umesema hivi, umeandika hivi, neno lako limesema hivi, timiza katika maisha yangu, na Mungu na yeye atakwenda kutimiza. Kwa hiyo nitaenda kusoma ili neno, ni moja ya zile ahadi 8,000 ambazo Mungu aliahidi. Na hapa inasema kama hivi kwenye kitabu cha Isaya 28 mstari wa 18. Isaya 28 mstari wa 18. Kama una Biblia yako soma pamoja nasi hapo. Inasema, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Mpaka hapo mchungaji. Neno linasema na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Mchungaji, unajua kuna watu wanatusikiza wakati huu. Ngoja nipate kuongea nao. Sikiliza wewe ndugu msikilizaji, wewe mama ambao umekaa hapo, wewe baba, wewe kijana,
Labda katika maisha yako, toka siku ambayo ulienda kwa mganga, badala maisha yako badilika, toka siku hiyo umekuwa unaona hali yako inazidi kuwa mbaya na una amani katika maisha yako. Labda ulipozaliwa, bila wewe kujua, wazazi wako walikupeleka kwenye mizimu, walikupeleka kukabidhi kwenye matambiko, na toka unakuwa mpaka sasa maisha yako ni mabaya. Najua mchungaji, kuna samani kwa kusema, kuna wale watoto ambao wamezaliwa kwa sababu na mama alienda kwa mganga na mtoto akazaliwa. Kwa mtu kama huyu anakuwa kwenye agano la kuzimu, anakuwa kwenye mapatano ya mauti. Ndio unakuta mtoto anavuta bangi, mkorofi, haelewi, jeuri. Saa nyingine sio mtoto, saa nyingine huyu mama anayetusikiliza, toka siku alipotumia dawa za kiganga maisha yake anateseka. Huyu baba anatusikiliza wakati huu, toka siku ambayo alikubali kunywa zile dawa za mitishamba, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Na haya ndio amekuwa kama mlango wa shetani kuingia katika maisha yao. Na ndio maana neno limesema yale maagano walioweka na mauti yatabatilika, na yale mapatano walopatana na kuzimu hayatasimama tena. Kwa hii ni ahadi ya Mungu. Labda umekuwa ukiteseka kwa sababu ulijiingiza kwenye laana, au kwa sababu uliingizwa kwenye hizo laana pasipo mwenye kutaka, na ndio maana Jumapili ya siku imeandikwa haya maagano yataenda kuvunjika. Mchungaji, kwa hiyo wewe ambao unatusikiliza, tunapenda kukukaribisha Jumapili hii. Hebu chukua hatua. Umesikiliza ushuhuda wa dada hapa, ana 1.5 kanisani, amekuwa akija kanisani, amefuatilia mafundisho, amepambana, ametumia imani yake, na Mungu leo amemweka huru. Kwa hiyo wewe, ni kipi ambacho kinakusumbua? Pombe, sigara, kutokuzaa, kutokuolewa, kutokuoa, kutokupata kazi, unafeli kwenye masomo yako, ni mtu ambaye usiku unasumbuliwa na ndoto mbaya, ni mtu ambaye ukishika pesa hazikai. Kuna watu wanasema mimi kupata pesa sio tatizo. Pesa napata, lakini ile pesa ikiingia tu mkononi kama maji, yaani kama maji. Mara nyingi tunasema haujui hata rangi ya pesa ikoje, kwa sababu imekuja tu na imeondoka ghafla ghafla. Kama unavyosema kwamba unajua mshahara wako mfano 800,000 lakini kabla hajaingia shaisha tayari. Kuna watu wako hivyo mchungaji, kwa sababu anajua kabisa ikiingia na napeleka hapa na imeisha, na labda hata matumizi yako utimizi, yaani hauna chochote cha maana unachokifanya, kwa sababu pesa yote inaisha. Matokeo yake unaanza kufanya njia za wizi, njia za dhambi ambazo hazistahili. Kwa hiyo Jumapili hii njoo tuvunje hayo maagano ya kiovu na uingie mkataba na Mungu. Njoo ili uweze kuingia agano na Mungu aweze kubadilisha maisha yako. Na ndio maana Jumapili hii saa 4 kamili asubuhi makanisa yetu yote yatakuwa wazi. Utakwenda kusikiliza pale tunapopatikana, alafu tukirejea tunaunganisha simu yetu hapa. Anza kutupigia simu 0675 35 22 91, 0675 35 22 91. Kwa hiyo we mama bwana tusikiliza, we baba, we kijana, hebu sikia hapa. Hili neno ni kwa ajili yako. Hayo matatizo unayopitia katika maisha yako yana chanzo. Hakuna tatizo ambalo linatokea tu kokote. Kila tatizo lina chanzo. Labda kuna maagano ambayo iliingia pasipo kujua, na ndio maana kuna mateso katika maisha yako. Vunja mikataba na uovu, anza mkataba mpya na Mungu, agano jipya na Mungu. Jumapili hii ili neno litaenda kutimia katika maisha yako. Kwa sikiza pale unapatikana, na Jumapili fanya sehemu yako na Mungu atafanya sehemu yake. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana, makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika
upate msaada. Kwa imani, familia yangu msalabani, kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu tunakuletea mkutano mkubwa wa Ijumaa Kuu tarehe 3 ya mwezi wa 4, kuweka familia zetu msalabani. Je, familia yako inakabiliwa na changamoto gani? Magonjwa, uchawi, uchumi umeyumba, laana, roho za pombe, kufeli masomo, roho za mauti zinawandama, hamuoi, hamuolewi, au hakuna amani, hakuna upendo? Basi ilete familia yako siku ya Ijumaa Kuu wapate kuwekwa huru kama neno la Mungu linavyosema. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Siku ya Ijumaa Kuu tarehe 3 ya mwezi wa 4 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Na pia siku hiyo utakwenda kupokea chupa ya mafuta ya baraka bure kabisa, wewe pamoja na familia yako. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu tunapatikana barabara ya Nyerere, kituo cha banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza, au fika katika matawi yetu, huko nako tutafanya mkutano huu. Familia zetu msalabani. Kwa hiyo namba yetu ya msaada hapa studioni sasa, unaweza ukatupigia, unaweza ukatutumia ujumbe, ni 0675352291. Namba yetu ya msaada hapa studioni, tupigie, tuambie tatizo lako, tuambie shida yako, labda unajiona kuna laana zinakufuatilia, kuna maagano yako, tuambie hapa sasa hivi ili tuweze kuweka kwenye maombi. Namba yetu ya msaada hapa studioni, narudia tena, ni 0675352291, 0675352291. Tupigie, tutumie ujumbe, nasi tutapokea simu yako hapa, tutasoma ujumbe wako. Lakini haswa Jumapili, mchungaji, ya ni kitu ambacho unajua. Ngoja, kuna wewe umeingia wani hapa mchungaji, ngoja tumpokelee kisha nitakuruhusu hapa. Ndio, karibu. Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi? Jafari kutoka Majoe. Karibu sana ndugu yangu. Ndio, karibu. Naona ndugu yangu Jafari kutoka huko, naona labda network inasumbua. Amechomoka. Lakini endelea kupiga, rudia tena kupiga ndugu yetu Jafari. Bado tupo hewani hapa. Na wewe mwingine naona wewe ameingia na ametoka hapa. Kwa ndio mchungaji, kuongea kuhusu Jumapili. Kitu ambacho watu wana madhanio ni kwamba wanafikiria tunawaita kubadilisha dini. Kwa sababu kama ukisikiliza hizi shuhuda, ni watu ambao hawakuja kubadilisha dini. Sasa mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa na mapepo kwa miaka mingi, ndio, si ndio? Alafu amekuja kanisani ana mwezi mmoja na nusu. Kwa hiyo hakuja pale kubadilisha dini, amekuja kutafuta msaada. Kwa hiyo ndicho ambacho tunawaitia watu, na ndio maana hata ibada zetu ni fupi sana. Kuna watu wanashangaa, kwani nyinyi ibada zenu mbona ziko tofauti? Ibada za kanisa la Universal ukienda duniani kote, mchungaji, hata huko makao makuu Brazil au Afrika Kusini, au ukienda nchi nyingine UK, wapi, ibada zetu ni lisali 1.5 tumemaliza. Hakika. Kwa sababu sisi tunachojua ni swala la imani, kumtafuta Mungu, basi shughuli imeisha. Kwa hiyo ndio maana Jumapili hii ibada pia itakuwa ni fupi hivyo. Saa 4 tu. Saa 5:30 ibada imeisha. Kama tukienda sana saa 6 kamili. Lakini hiyo saa 6, yani tunataka ni saa 6, saa 7 huo umesharudi nyumbani kwako. Kweli kabisa. Kwa hiyo kitakachokusaidia ni neno, sio mahubiri marefu. Wala sio maombi marefu eti kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni. Hapana, imani. Ndio maana hata tunaona Bwana Yesu alipokuwa anakutana na watu, alikuwa anawauliza, "Je, unaamini naweza nikafanya hivyo?" "Ndiyo Bwana." "Pokea."
imani yako imekuponya. Sasa hiyo. Yes. Kwa hiyo ni swala tu la imani. Kuna anaitwa kwa majina anaitwa Baraka Abdalla Mbaruku. Shida yangu kila nikipata fedha azikai mchungaji. Kwa tumeona ujumbe wako ndugu yangu Baraka, na mwingine anaitwa nani? Kwei. Naitwa Kwei, nipo Gongo la Mboto. Mimi nikiomba kazi tatizo na mambo yangu yamefungwa, nachukiwa na magonjwa, na Isa ameandika kama hivyo. Inaacha matatizo ni mengi, sio moja. Kwa hiyo namba yetu ya msaada hapa studioni ni 0675352291, 0675352291. Tutumie ujumbe, tupigie simu hapa, tupokee simu yako live kabisa. Tupo studioni, hiki si kipindi kilichorekodiwa. Wachungaji tupo hapa studioni, tupigie nasi tutakuombea mchungaji, na itakuwa baraka kwako hakika. Kwa hiyo wewe ambao unatusikiliza sasa hivi, kwa hiyo tupigie simu, tuko live Radio Magic FM hapa. Ndugu zetu wa Singeli wametoka hapo, sisi wachungaji ndo tumeingia hapa. Kwa hiyo unaona tupo hapa usiku huu kwa ajili ya kusikiliza matatizo yako na kukuombea. Ndio ndugu, karibu. Salama, unaitwa nani? Piga simu toka wapi? Natokea kumanda Kinyazi, unaitwa Gaga Boy au Benje wapi? Ndio, karibu sana ndugu yangu. Shida ni nini au tatizo kubwa ni nini ndugu yangu? Maisha tu ni kazi zieleweki bwana. Na mwaka wa 3 mshahara sijapata, nitandikwa bado mshahara ule unaulipa. Kwa hiyo tuseme unafanya kazi nyingi na mshahara uongezeki wala cheo kiongezeki, si ndio maana yake? Kwa hiyo tutaenda kukuweka kwenye maombi ndugu yangu, ili Mungu apate kukubariki, lakini ambacho naweza kukuambia kwa wakati huu, andaa maji hapo. Kwa sababu inapofika na dakika 55 tutaenda kukuombea na kubariki hayo maji. Utatumia maji kuogea, kuondoa roho za nuksi, kuondoa roho za bahati mbaya, na kuhakikishia kama ambavyo umepiga simu leo, utakuja kutupigia simu tena kutuambia kwamba Mungu ametenda kwenye kazi yako. Utaona kipato chako kinaongezeka. Amina. Kwa baki pamoja nasi, bado dakika 3 tunafanya maombi. Andaa maji yako kabisa, jiandae na mwenyewe tunafanya maombi na kufika saa 5 na dakika 55. Lakini pia sikiliza, pale tunapatikana Jumapili, jitahidi niweze kufika. Sawa. Amina. Baki pamoja nasi, tutaenda kukuombea. Huyu mwingine tuma ujumbe hapa, mchungaji, ngoja nisome ujumbe wake. Mimi Salma Athmani natokea Gongo la Mboto na shida mchungaji. Shida yangu sidumu na mwanaume hata mwaka, afika miezi 2 mitatu lazima tuachane. Sielewi mchungaji, shida gani? Naomba uniombee mchungaji. Hiki ndicho ambacho mchungaji tunachokisemea. Labda huyu binti wa watu ameingia kwenye maagano pasipo kujijua, kwamba kila mwanaume akiingia kwenye maagano ndio yanamwathiri mpaka na yeye. Ni labda anatoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, ambao unakuta sasa ilitokea kwa baba na mama hawakukaa pamoja, na kila akijaribu kuingia kwenye mahusiano na wao kule wanaondoka. Kama ndugu zako ambao ni kaka dada zako, na wao pengine hawako vizuri kwenye mahusiano. Kwa ndio maana Jumapili hii, dada yangu, fanya unavyofanya, jitahidi saa 4 asubuhi fika, ili twende tuvunje hilo agano, kwa sababu linavunjika na utaanza agano jipya na Bwana Yesu. Kwa sababu haya maneno ambayo tumesoma leo, soma neno yetu, ni neno la Mungu. Amesema maagano yote ya mauti, maagano yote ya kuzimu, hiyo ni ahadi. Yes. Inamaanisha ni neno la Mungu limeahidi. Kwa hiyo Jumapili hii njoo ili ahadi hiyo itimie maishani mwako saa 4 kamili asubuhi. Naona ndugu yangu Baraka kaongeza ujumbe, ngoja nisome ujumbe wake tena. Kwa majina naitwa Baraka Abdalla Mbaruku. Shida yangu kubwa mchungaji, kila nikipata hela haikai. Kwa hiyo naomba mchungaji unisaidie na hilo tu. Hata nikipata mpenzi sikai naye hata mwaka mchungaji. Naomba uniweke katika maombi mchungaji. Tatizo la dada Sama linakuta kaka Baraka pia. Na pia hilo swala la magonjwa, unajua mchungaji, kuna wengine wameingia kwenye maagano ya magonjwa. Unakuta familia wanakufa na ugonjwa mmoja. Ndio. Kama ni kisukari ndio kinatembea. Na samani kwa kusema mchungaji, ndugu wasikilizaji, tusamee pia. Kuna baadhi yenu mnasema huu ndio ugonjwa wa familia. Hivi. Kwa maana naona kitu cha kawaida. Ni adhabu ya Mungu. Mapenzi ya Mungu bwana. Hapana. Yaani mtu akiumwa, hata babu yake alikuwa na kawaida, ni ugonjwa wa familia. Na hata babake alikuwa mlevi.
Hakuna Hata ugonjwa wa baba yake familia. alikuwa anaumwa hivyo hivyo, bibi yake naye alikuwa anaumwa hivyo, shangazi yake naye ni hivyo. Kwa hiyo unakuta ule ugonjwa unamaliza familia nzima. Mchungaji, muda wetu wa kuomba umefika, tutoke hapa studioni, tuwaruhusu ndugu zetu warudi. Kwa hiyo ndugu yangu, andaa maji yako sasa hivi. Tutakaporejea hapa, tutaenda kumruhusu mchungaji afanye maombi ya nguvu kabisa kwa ajili yako. Kwa hiyo tutaenda kuizima laini yetu kwa muda ili tuweze kuungana nasi kwenye maombi. Kwa andaa maji yako, shika maji yako, sogelea redio yako vizuri hapo ili twende kukuombea. Karibu mchungaji. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunaunganisha imani pamoja na watu wote ambao wanatusikiliza hivi sasa. Bwana Yesu, ninakuomba Baba, leta ukombozi katika maisha ya watu hawa ambao wanateseka kwenye mahusiano, wanateseka kwenye afya zao, wanateseka kwenye familia, wanateseka Mungu wangu kwenye uchumi, maisha ya kifedha. Mungu wangu, ninakuomba ukapate kung'oa mizizi hiyo ya ibilisi, mapando yote ya shetani Baba, yale ambayo yamepandwa kwenye maisha yao, maagano, nguvu za giza Mungu wangu, roho za bahati mbaya, roho za chuma ulete, roho za kukosa kazi, roho za kuto kupata pesa, Mungu wangu tunaziamuru na kuzikemea. Wewe roho ya magonjwa, presha, kisukari, uvimbe, ukimwi, kansa, TB, magonjwa yote ambayo umeshikilia maisha ya watu hawa wanaosikiliza redio hii sasa hivi, na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kama unavyosikia sauti hii, wewe shetani, achia maisha ya watu hawa, achilia afya zao, achilia uchumba wao. Wewe jini mahaba ambaye unawafunga wasidumu kwenye mahusiano, wasidumu kwenye ndoa, na kuamuru kwa damu ya Yesu Kristo, achia maisha yao, achia mwili wake, ondoka sasa hivi, achilia nyumba zao, achilia uchumba wake, achilia kazi ya mikono yake kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, tunaamuru mapepo yote, kazi zote za shetani kwa jina la Yesu Kristo, toka shetani na uachilie watu hawa. Bwana Yesu, tunakuomba uwabariki watu wote, tunakuomba uwatendee muujiza katika maisha yao Baba, wafungulie milango ya mahusiano, wapate wachumba, waume, wake, wapate Mungu wangu kazi, pesa, wafanikiwe katika shughuli zao zote. Huyu aliyekuwa mgonjwa apokee uponyaji sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Bariki wanafunzi, bariki wafanyabiashara, bariki Mungu wangu watu wote, wale ambao wamefunga, ambao hawajafunga, Waislamu, Wakristo, Wakatoliki, Waanglikana, wa KKT, sisi Universal, Mungu wangu wa TAG, wa EAGT, Masuni, kila mtu. Bariki Tanzania yetu wote kwa ujumla. Tunaomba mbariki na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, Mungu wangu waziri mkuu Mwigulu Nchemba, Mungu wangu makamu wa rais, Mungu wangu bariki wabunge, mawaziri wote, makamanda wa polisi, wa jeshi, bariki na studio hizi za Magic FM, uongozi wote, meneja, wanaoshiriki wote, watangazaji wote, wabarikiwe. Ninakuomba Bwana Yesu, ubariki nayo maji ya watu wako, kama watakavyokunywa na kuoga, wabarikiwe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kama unaamini sema amina. Kwa hiyo umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kunywa maji yako kwa imani, changanya maji yako na maji ya kuoga, changanya maji yako na maji kwenye familia, njia katika nyumba yako, kwenye biashara, na Mungu akubariki. Kwa Jumapili saa 4 kamili asubuhi, Jumapili saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5:30. Kwa wale wanaotusikiliza na wale ambao wanatutazama kutoka kwenye YouTube, Mungu awabariki, muwe na usiku mwema. Stop suffering and come to the church.